tumempokea mgeni wetu ambaye maarufu sana, anaitwa ni Faraja. Mola wangu natamani niwe peponi, kisa toba zangu zatoka moyoni. Mola wangu natamani niwe peponi, kisa toba zangu zatoka moyoni. Hakuna mwenye kugawa msamaha bila wewe Mola jalia, ndo maana nasema Mola unisame. Ni mwenzangu katika dini, ni Muislamu, lakini makuzi yake kwa sasa ni mgeni kutoka nje ya Burundi, ambayo nikimaanisha ni USA, Marekani huko. Alhamdulillah, ni rafiki yangu kwa maana kwamba tulimaliza shule sehemu moja ambayo ni Ekotem, tukiwa kama wapambanaji pia katika kuipambania dini. Mwanzoni anafahamu nia yangu niliyokuwa nayo katika malezi na upambanaji katika dini. Alhamdulillah, nimeleleka pale Chibitoki kwa Mwalimu Ismaili Isa. Aliona ndugu yetu Faraja kwamba mipitopito, michoko katika dini. Sasa safari yake hii ya pili mpaka ya tatu kuja hapa Burundi, akasema acha nitembelee kwa rafiki yangu, jamaa yangu, kuona harakati ambazo tunazozifanya kama hususan kundi letu hili la Al-Huda. Alhamdulillah, amepokelewa vizuri na watoto zetu wa madrasa yetu ya Al-Huda. Kidogo maji nadhani umeyaona kwamba ametuletea paketi za kutosha, lakini kadhalika kuna chaki kwa maana ya kuandika kwenye ubao, lakini juisi kwa maana ya watoto, lakini pia na pipi ima biskuiti kwa maana vile vile ya kuongeza tu chachu katika malezi haya. Nimthibitishie na niwathibitishie Waislamu ambao wanaotutazama, harakati zetu hizi hapa tunazozifanya sisi si madrasa tu kwa maana tu ya madrasa mtu asome Qur'ani na kwenda. Sisi madrasa yetu yamekwenda katika misingi ya kuwalea, ambao mwanafunzi ambaye anayetoka kwetu ambaye ameisoma Qur'ani anakuwa amevuna pia maadili ya Uislamu, nikiwa na maana kwamba tabia zilizokuwa njema. Kwa najitahidi kadri na uwezo, na jitahidi kwa nguvu zote, na sehemu hii ambayo tupo bado sisi tunapanga na tunakata hapa kila mwisho wa mwezi ambao tunaitoa 800 franga za Burundi. Lakini yote kwa yote zinapatikana kwa nguvu ya ushirikiano wa Waislamu, na imani jicho lako hili litakuwa ni rahisi sana pale ambapo kesho nitakapokuwa nasema nini kinachohitajika, itakuwa ni uwepesi sana. Na mimi nitoe wito kwa Waislamu ambao wana hamu pia ya kuzitoa sadaka zao. Milango ya kheri sisi kwetu iko wazi, tukiwa na maana kwamba tuna shida ya carpet kwa minajili ya dada zetu kupata sehemu nzuri ya kuikalia, na hapa huwa tunasali kwa carpet ambayo ya kuenea humu ndani. Ukitizama thamani yake ni milioni 1, ambao milioni 1 kuna mtu anazipata hizi kwa ajili ya kwenda ukisinia na zinamalizikia huko huko. Kuna mtu anapata milioni 1 akiweka mafuta kwenye gari, anapanda Bugarama, atakula nyama na anarudi katika starehe ya dunia, zinamalizika. Lakini ukiweka carpet humu ndani, moja, watoto watasali, lakini pia na wanaisoma Qur'ani. Faida zake ni kubwa na ni nyingi sana, ambazo mwanadamu kwa leo aweze akaliona hili mpaka siku ambapo atakapokuwa ametangulia huko kaburini. Hii ni wito kwako na pamoja na Waislamu ambao wanaweza wakalimaliza hili. Ndoto yetu tukaamini kwamba kila tunavyosali, kila tunavyoingia, tunasema ni sisi tuna mapambano kwa niaba ya mihadhara ya Qur'an na mifano katika Biblia, lengo la kuweza kuwasilimisha watu. Katika siku zinaisha, mimi nilitangaza tukawa na shida ya maiki. Faraja, umenunua maiki yako, umenunua pia kipaza sauti kile. Lengo ni hizi harakati zetu ambazo tunazozifanya. Sitakuwa mwingi wa kusema, sisi tunakuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubarikie katika mengi. Nina imani na wewe una ndoto zako ambazo unataka kuzifikia,
lakini usia wangu usiachi kuwa na ndoto kwa ajili ya akhira yako, kwa sababu mengi tunaweza sisi tukayafanya, lakini tusisahau kwamba kuna siku ambayo tutakuwa tumeondoka hapa duniani. Haya manyumba, mali, magari tutakuwa tumeviacha, lakini fikirie pia na akhira yako, namna una balance kwenye dunia, lakini balance pia tena kwenye dini yako. Mapambano ni mengi. Marekani ni ndoto ya kila mmoja anatamani kufika Marekani, ni ndoto ya kila mmoja anatamani kufika Kanada, ni ndoto ya kila binadamu anataka awe na maisha mazuri, lakini wewe ni moja katika watu ambao Mungu amekuneemesha. Ukiangalia historia ya maisha, ulipotoka na ulipofikia, hichi kidogo unachokifanya kwa Mungu kina baraka iliyokuwa kubwa. Angalia hizi chaki ulizozileta, watasoma hawa watoto hadi mpaka chaki moja ije kumalizika, una ujira uliokuwa mkubwa sana. Sisi tunashukuru katika ujio wako huyu mzuri ambao umetupa sisi hamasa, lakini pia umetupa heshima. Ni wengi ambao wanatoka nje ya Burundi wa diaspora wanakuja kutembea, na wengine tunafahamiana nao, lakini kupata ule moyo wa kusema acha tupite tukatazame kijana wetu, acha tupite tukaangalie ni plani gani ambazo kijana wetu yuko nazo, ili tufanikishe katika mengi. Sisi tutakuombea dua hata baada ya kutoka hapa. Tuna dua yetu ambayo tutakufanyia ya siri, lakini na wewe pia unayo nafasi ya kuhamasisha ndugu zako, unayo nafasi ya kuhamasisha jamaa zako, wafanyakazi wenzako. Laidi kubwa ni kesho kutwa tunahitaji kuchinja. Si mbaya kwamba tukapata mbuzi moja mbili, sikachinjwa hapa kwa minajili ya watoto zetu wa madrasa, angalau laidi kubwa ikachomwa nyama hapa rowe mbili, hao wakakula wakisema amin. Kuna ujira uliokuwa mkubwa sana. Haya yote ni mambo ya kheri ambayo binadamu lazima yakupie. Unajua mengi tunaweza tukayafanya, lakini tujikiti katika mambo ambayo yatakaweza kumpendeza Mungu. Vijana wetu wako hapa leo wamekuona, alhamdulillah. Kuna mmoja anasema ule jamani mrefu kweli kweli, mashallah. Kumbe ndo maisha yako hayo. Wanazani kwamba kwenda Marekani unafaa kuwa mrefu unaganguka. Sote Mungu atujalie inshallah, atupe unene na ugangi. Amin ya Rabbi. Mina imani kwamba kama utakuwa na la kusema, mashallah. Haya, na envelope hii hapa alhamdulillah, kwa niaba ya sijui ni ya wanafunzi au ni ya kiongozi. Wanafunzi na mimi mnataka envelope. Bas envelope hii hapa, tutajitahidi maadamu hawa walikuwepo, tunaweza tukachangia nao angalau kidogo kidogo, hata akipata 2000 akipata 3000, au hata wakasema kiongozi fi sabilillah huko tuna zebe kinisalia, anasema bora nile kikarango. Lakini alhamdulillah mzigo umefika sawa na kidogo hicho. Nina imani ni kutembeze sasa uone ofisi yetu gisi ilivyo na ratiba yetu kwa ujumla. Mungu atubariki na ibariki Al-Huda. Al-Huda, mwongozo wa jamii.